na uamuzi uliotolewa hapo jana na Jaji Cecilia Githua kuhusiana na mauaji ya Sharon Otieno na mwanawe ambaye bado alikuwa hajazaliwa. Ni uamuzi ambao bila shaka ulifuatiliwa kwa karibu sana na Wakenya wengi, na ni kama familia imeonekana kwamba haki imeweza kutolewa. Kwa hivyo mtazamaji, ndio taarifa pia ambayo gazeti la Daily Nation iliyoweza kuipatia wino uliokoleza hapo kwenye ukurasa wake wa kwanza, na ni taarifa ambayo imezungumziwa kwa kina. Ukiangalia ukurasa wa kwanza, ukirudi ukurasa wa tatu, pia imeelezea hadi safari yake aliyekuwa gavana huyo wa Migori Okoth Obado, safari yake ya kuingia kwenye siasa, na hadi sasa ambapo ameweza kupatikana na hukumu hii ama ameweza kukumbwa na tukio hilo lililompata hapo jana. Na vile vile taarifa pia inaelezea namna wawili wengine waliokuwa naye Okoth Obado walivyohusishwa kwa mauaji haya ya Sharon. Kwa hivyo ni taarifa ambayo gazeti hili limeweza kufafanua kwa zaidi. Ukitaka kuelewa zaidi na kupata mengi zaidi, basi unaweza jipatia nakala hii yako uweze kuelewa taarifa hii. Nancy. Na mtazamaji, mimi niko na gazeti la The Standard, na kwenye taarifa ambayo ni front page inaendeleza taarifa ambayo Kamcha ameweza kuzungumzia. Ni taarifa ambayo inahusiana na kesi inayomhusisha aliyekuwa gavana Okoth Obado wa Migori, Okoth Obado, na ule AD wake ambaye ni Michael Oyamo, ambao hiyo jana waliweza kuhukumiwa kwa kifo cha Sharon. Na hiyo ndio taarifa ambayo Standard imeipa kipaumbele. Lakini tukiingia ndani kwenye gazeti la The Standard, kwenye ukurasa wa pili kuna taarifa ambayo ni ya the Kenya Aviation Workers. Hawa ni wale wafanyikazi ambao hufanya kazi sana sana katika viwanja vya ndege. Wanasema kuwa lile shirika la NYS, wale vijana ambao wapo katika ile shule ya NYS ama mafunzo ya NYS, watu wa Kenya, wafanyikazi wa Kenya Aviation, wanasema kuwa vijana hawa wa NYS wanachukua kazi zao haswa katika maeneo ya viwanja vya ndege. Kwa hivyo taarifa hiyo inasema kuwa NYS is taking our jobs, aviation workers protest. Wanasema kuwa ni swala ambalo linapaswa kushughulikiwa kuhakikisha kuwa wakati ambapo serikali inatumia vijana wa NYS kuweka katika maeneo haya, haijaathiri kazi yao kama wafanyikazi wa aviation. Na mtazamaji, kwenye ukurasa wa 10 kwenye gazeti hili la Daily Nation pana taarifa kuhusiana na makataa ambayo chama cha walimu KUPPET kimeweza kutoa kwa Wizara ya Afya, ikielezea lalama zake ama mahangaiko yake kuhusiana na kupata huduma za afya kupitia halmashauri ya SHA ama kupitia mtindo mpya huwa utoaji wa huduma za afya za serikali ya SHA ama ukipenda Social Health Authority. Na kulingana na KUPPET, wanasema kwamba kulikuwa na mazungumzo yaliyofanyika na hata kutiwa kwa saini mikataba kadhaa mwaka huu mwezi Machi tarehe 10 na vile vile mwezi Aprili tarehe 23, kutokana na lalama ambazo walikuwa wameshaziweka hapo awali kuhusiana na huduma hizi zinazotolewa na SHA. Lakini wanasema kwamba hadi sasa malalamishi hayo ama lalama hizo zilizowekwa wazi bado hazijahudumia cha msingi ama hazijahudumiwa. Cha msingi ni foleni ndefu ama kusubiri kwa muda mrefu kupata huduma hizi za SHA ama kwa ile system haswa kufanya kazi, na walimu pia kuweza kupata huduma za haraka haraka. Na pia wanasema pia walimu wengine wamelazimika kulipa kutokana na pesa zao wenyewe, na kwamba sio SHA iliyoweza kusimamia. Kwa hivyo hapa ametoa makataa ya siku 30 kwa halmashauri hiyo ya SHA na vile vile Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba matatizo haya yanashughulikiwa ipasavyo, kuhakikisha kwamba ama kuwezesha walimu kupata huduma za afya bila matatizo yote ama bila kucheleweshwa ama bila kuhangaishwa na hata bila kutolipa kutokana na pesa zao taslim ama pesa taslim ambazo wanaweza kuwa wako nazo mifukoni mwao, wakisema kwamba ni mtindo ambao unafaa wahudumie walimu bila kutatizika. Kwa hivyo ni lalama ambazo kiongozi wao Akelo Misori amesema kwamba wamewapatia siku 30
Kisema zitatosha ama zinatosha siku hizo, zinafaa kutosha kuhakikisha kwamba wanalainisha changamoto zozote ambazo zilizopo pale, ikiwemo lalama zilizokuwa zishawekwa bayana wakati wa mikutano waliofanya na halmashauri hiyo ya SHA. Kwa hivyo ni taarifa ambayo iko kwenye ukurasa wa 10. Mengi zaidi bila shaka mtazamaji unaweza kuangalia gazeti hili ili uweze kuelewa mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii. Nancy. Na mtazamaji, tukiangalia tena gazeti la The Standard, kuna taarifa kuhusiana na msaada ambao ulitolewa na serikali ya India kuja hapa nchini, na ni msaada wa tani 4.5 wa vifaa vya afya ama medical supplies ambayo vinatarajiwa kusaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola ama kuiweka taifa katika hali ya kujitayarisha iwapo kutatokea na visa vya Ebola. Na waziri wa afya Aden Duale kwenye taarifa hii anaonekana kuwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta ambako alikuwa anapokea supplies hizi ambazo zilitoka taifa la India ili kuweza kupambana ama kuiandaa taifa la Kenya ikiwa kutatokea na kisa cha Ebola. Kumbuka mtazamaji, Ebola imekuwa tatizo kwa muda mrefu hasa katika taifa la Congo, Democratic Republic of Congo kwa muda, na pia kulikuwa na ile vuta ni kuvute ya wananchi na serikali kwa kuwekwa kwa kile kituo cha quarantine eneo la Nanyuki ili kuweza kuwasaidia wagonjwa ambao watapatikana na Ebola na wale ambao pia wataletwa kutoka mataifa mengine wakiwa wamepata ugonjwa huo wa Ebola. Na hivyo India imeweza kutoa vifaa ambavyo vitaweza kutumika katika ile ambayo wanaita preparedness ya ugonjwa huu wa Ebola. Kamche. Na kwenye ukurasa wa 8 pana taarifa ya waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen akizungumzia hili tatizo ama tunaweza sema mahangaiko yaliyoweza kushuhudiwa kuhusiana na haya makundi ya vijana ambayo yamehusishwa na kuhangaisha ama kuvuruga mikutano imani ya kisiasa ama hata vile vile kuingia makanisani. Kulingana na taarifa hii ni kwamba waziri Murkomen anasema ya kwamba polisi wameweza kuhakikisha kwamba wale wanaohusika ama wale vijana ambao wamejihusisha katika shughuli hizi wanaweza kushikwa. Hapa kuna takwimu ambazo zimetolewa mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. Anaelezea kuwa vijana ambao wamehusishwa katika visa hivi 3,000 waliweza kushikwa na vile vile kuachiliwa na mahakama kwa bail ya shilingi 2,000 tu. Kwa hivyo Murkomen kulingana na taarifa hii anasema kwamba ni swala ambalo limeweza kuelezewa kwa kina katika mikutano mbalimbali humu nchini kwamba wale wanaojihusisha wengi wao ni wanasiasa. Anasema wanasiasa wanao wale vijana wanaoitwa bouncers na kuna wale wengine pia wanaitwa bodyguards, na anasema wengi wao mara kwa mara hawa wanasiasa huweza kuwageuza kuwafanya vijana ambao wanajihusisha na shughuli hizi za kuweza kufanya uvamizi wa aina moja au nyingine kwa ajili pengine ya kutetea mikutano tofauti tofauti ama hata kuvuruga mikutano tofauti tofauti. Kwa hivyo wito wake tu amesisitiza kwamba wanasiasa waweze kupunguza kuwahusisha vijana katika masuala kama haya, na akiwapatia polisi mamlaka, akisema kwamba polisi ni afisi huru ambayo imepewa mamlaka ya kuweza kushughulikia masuala kama haya bila kushurutishwa kwa njia moja au nyingine ama bila kupewa maelekezo mengine. Kwa hivyo anasema, anamwambia hapa IG Kanja kwamba achukue usukani wake na aweze kuhakikisha kwamba yeyote anayejihusisha katika shughuli hizi za kihuni basi waweze kutiwa nguvuni. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepewa kipaumbele pia, maanake ni ukurasa tu wa 8, taarifa ambayo ilitolewa baada ya mkutano uliomhusisha pia vile vile waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, hapo akielezea namna hawa vijana ambao wanahusishwa kwa uhalifu wa kuvamia mikutano, kuvuruga mikutano hata makanisa wanaweza kuchukuliwa hatua. Nancy. Na mtazamaji, tukitamatisha sehemu ya magazeti ni kupe tu taarifa moja kwenye ukurasa wa 3 gazeti hili la The Standard. Kuna taarifa ambayo inasema Britain cancels military training in Kenya over permit dispute. Mtazamaji, utafahamu kuwa
kikosi cha wanajeshi kutoka Uingereza huwa wamekita kambi ama wanakambi katika maeneo ya Nanyuki na wanafanya ile training yao ambayo inafahamika kama Batuk, na hivyo wameweza kusitisha shughuli hiyo. Haitafanyika kwa muda kwa sababu ya permit ama ruhusa ambayo hawajaipata kuendeleza shughuli hiyo katika eneo la Nanyuki. Na mtazamaji, kufikia hapo ndio tunatamatisha yaliomo magazetini, lakini usiende mbali. Baada ya mdoso kwa mrefu tutakuwa tunaingia katika mahojiano ya moja kwa moja, ambapo hii leo tunakuwa tunazungumzia uhalifu uliopo wa binadamu ama ile human trafficking hapa nchini Kenya. Je, ni tahadhari gani kama taifa tunapaswa kuchukua na ni kina nani ambao wako katika hatari? Usiende mbali.